Yes, karibu sana kwenye neno la Mungu la siku ya leo. Karibu sana, karibu sana. Utakuwa pamoja nami Profesa Bishop Kayengela, mwanazuoni wa falsafa za kiroho Afrika na mkufunzi wa chuo kikuu cha kiroho cha viongozi Tanzania, yani Tanzania University of Spiritual Leadership. Sawa, leo tutakuwa na neno ambalo linatoka kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 22 mstari wa 24 mpaka 28. Ujumbe huu umekuwa ukisomwa, watu wamekuwa wakiusoma, lakini kwa kweli siri iliyoko katika maandiko hayo ni kubwa sana, na nina mfululizo wa mafunzo ya siri zinazopatikana kwenye maandiko au mafunuo yanayopatikana kwenye maandiko. Nimeanza huo utaratibu tuwe tunajifunza, yani kuelewa mafunuo yanayopatikana kwenye mistari ya Bible. Acha tu maandiko yanayopatikana, hapana, mafunuo yanayopatikana kwenye maandiko. Yes. Sasa leo nisikilize kwa makini, nitakuwa kwenye hiyo Mathayo 22 mstari wa 24 mpaka 28. Hii habari mnaijua, nafikiri inafahamika. Ni habari ambayo watu walikuja wakamwambia Yesu kwamba Musa alisema kwamba mtu akifiwa, basi akiwa na ndugu, basi aolewe na ndugu ili amuinulie uzao. Kwa hiyo wakasema, kwetu kuna mtu mmoja ambaye aliolewa, mume wake akafa. Baada ya hapo akaolewa na mwanaume mwingine akaishi na mwanaume mwingine, na of course akaolewa na mwanamume mwingine, naye huyo mwanaume wa pili akafa. Akaolewa tena na mwanaume mwingine, huyo wa tatu akafa. Akaolewa na mwanaume mwingine wa nne akafa. Akaolewa na mwanaume mwingine wa tano akafa. Akaolewa na mwanaume mwingine wa sita akafa. Akaolewa na mwanaume mwingine wa saba akafa. Afu akauliza, huyu atakuwa mke wa nani kule mbinguni? Sasa mimi somo langu hapa leo sio swala la mke wa nani mbinguni. Somo langu ni huyu mjane aliyefiwa na wanaume 7. Na Mungu amenipa kodi au siri au password za kuwaondolea roho ya ujane, yani roho ya ujane inayoua wanaume, wale wajane ambao, yani kwa mfano kama we ni mjane una ndoto ya kuolewa, alafu haujafanyiwa maombi ya kuondolewa ule ujane unaoua wanaume, ina maana usipokuwa makini kila naye kuoa anakuwa nakufa. Hii kamate sana. Kuna kitu Roho wa Mungu alinifundisha hapo, akaniambia huyu mwanamke ambaye amefiwa anapotaka kuolewa, moja ya vitu anavyotakiwa kusaidiwa ni kuondolewa ule ujane, kwa sababu ule ujane ni kama roho inayokuwa inaua wanaume wanaokuwa wanaishi na huyo mwana. Sasa angalia, huyu mwanamke alifiwa na wanaume 7. Kila aliyekuwa na muoa alikuwa nakufa. Kwa maana nyingine, kila mwanaume yani hawa wanaume, kila aliyekuwa nakutana na yule mwanamke alikuwa nakufa. Sasa nisikilize kwa makini. Kama una ndoto ya kuolewa, labda wewe ni mjane na hujapata mtumishi aliyefunuliwa siri ya kukuondolea ile hali ya ujane, basi utanitafuta kwa wakati wako, kwa sababu kiukweli yawezekana hapa niko naongea, kuna mtu mwingine hapa unanisikiliza, ulifiwa na mume wako na kila naye kuoa huwa nakufa. Maana yake hujapata mtumishi aliyefunuliwa siri hiyo. Sasa Mungu aliponifunulia hiyo siri, nimeamua kujitokeza niwaambieni Watanzania wenzangu na hata Afrika kwa ujumla. Ikiwa kuna mtu umefiwa na mume mara ya kwanza, umefiwa na mume mara ya pili, kuna kitu natakiwa uondolewe, na hicho kitu mimi hapa nimefunuliwa. Hayahitajiki maombi ya kawaida hapo. Kuna siri ya kiroho ambayo Mungu alinionyesha kwamba huyu mwanamke aliyefiwa na mwanaume anapotaka kuolewa, ili huyo mwanaume anayemuoa na yeye asife, inatakiwa umwelekeze mambo makuu 3 yafuatayo. Sijasemi leo,
na hapa sitayasema, ila mhusika mwenyewe akijitokeza nitamuelekeza namna ya kufanya. Kwa hiyo waambie watu, yani huu ujumbe mfikishie mtu yoyote, mwambie kuna profesa mtumishi wa Mungu Bishop amefunuliwa siri ya kuondoa roho ya ujane inayoua wanaume unaokuwa unaoana nao. Na hiyo roho ya ujane pia huwa inaua uchumba. Kuna wachumba wengine unawapata, mwisho wa yote vinaishia njiani, uchumba unakufa kwa sababu ile roho ya ujane inakuwa inaua. Kwa sababu ile roho ya ujane inaua mwanaume anayekuoa, lakini pia huwa inaua uchumba. Inaua uchumba. Kwa hiyo utanitafuta kwa wakati wako, na ukiwa na maoni basi utakomenti hapo, utaniambia. Nimekuwa nikishauri watu, kama ukipata nafasi tembelea YouTube yetu, andika tu Saa ya Uzima wa Roho. Kuna mambo mengi ya kujifunza sana. Asanteni sana, Mungu abariki. Mfikishie ujumbe huu mtu yoyote ambaye unamjua ni mjane na ana process za kuolewa. Mwambie kabisa, kama hujaondolewa roho ya ujane, huyo mwanaume naye anaweza kafa kama hujui. Usiseme tu ilitokea ni bahati mbaya. Usiseme tu hiyo ilitokea tu nini. Usiseme tu ni kwa neema tu. Hapana. Ndio maana Mungu anawainuaga watumishi na kila mtumishi anapewaga siri. Mimi hiyo siri nimepewa. Ukipuuzia shauri yako, utajifunza kwa maumivu. Lakini ukielewa, heri kwako, utajifunza kwa furaha.